Niseme kwamba ukaguzi uliofanywa unatupa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuziimarisha taasisi za umma. Jitihada kadhaa zinafanywa kuziimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali, lakini kufuata taratibu zinazotumiwa katika matumizi ya rasilimali hizo. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali, pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa. Na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Ndugu viongozi, kama nilivyosema kwamba ni utamaduni wetu siku kama hii kupokea ripoti mbili au taarifa mbili, ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu, lakini pia ya TAKUKURU. Kwa hiyo hapa pia nitumie fursa hii kumshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na watumishi wote kwa kazi nzuri pia iliyofanyika. Taarifa ya TAKUKURU imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi kwa aina mbili. Moja, ufanisi ndani ya TAKUKURU yenyewe. Miaka 5-6 iliyopita, taarifa hii ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana mbona. Lakini taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Lakini la pili, taarifa ile imeonyesha kukuza ufanisi ndani ya taasisi zetu za umma, na ameonyesha comparison, mwaka huu ilikuwa hivi, mwaka huu ilikuwa hivi, lakini pia kuyanyanyua Tanzania kutoka nafasi iliyokuwepo kwenye mapambano dhidi ya rushwa na kupanda juu kidogo, lakini tumepanda, na hii ni ishara kwamba kazi nzuri inafanyika ndani ya taasisi zetu. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama, kwamba kwa kiasi fulani sasa tehama inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini na mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa, na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla, kufahamu rushwa ni nini na kujenga ujasiri wa kuisema kama tulivyoona kwenye documentary. Lakini jengine wanalolifanya na ni kubwa la msingi, kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu shule za msingi mpaka vyuo, na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Wanasema udongo upate ukiwa umajimaji ndio utaweza kufinyanga vizuri. Mimi na nyinyi hapa tukihubiriwa mambo ya rushwa yanaingia huku, lakini likiingia jengine la rushwa limetoka. Lakini kwa watoto wetu tukianza sasa hivi wanakuwa na huo utamaduni, na hata wakiingia maofisini wataingia na utamaduni huo ambao wamekuzwa nao. Hii ni kazi nzuri sana kwa TAKUKURU na washukuru sana. Niseme kwa ujumla kwamba ni matumaini yetu kwamba taasisi hizi mbili, mdhibiti na msimamizi wa hesabu za serikali na TAKUKURU, zitaendelea kufanya kazi kwa uadilifu mkubwa na uzalendo wa hali ya juu kwa manufaa ya taifa letu. Sisi upande wa serikali tuko tayari kuendelea kufanyia kazi maoni na mapendekezo yaliyotolewa ndani ya taarifa hizi mbili. Tutasikiliza vizuri, tutafuatilia vizuri mjadala wa bunge kwenye taarifa ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, lakini pia kwa taarifa ya TAKUKURU tutakwenda kufanyia kazi vizuri
yale yote ambayo yameelezwa kule, ili hatimaye tuweze kujenga utawala bora ndani ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba taarifa mbili hizi nimezipokea na nitafanya kazi ya kuwasilisha bungeni kwa ile ambayo inakwenda bungeni na kuzifanyia kazi ipasavyo pale maoni na mapendekezo yaliyotolewa yatakapowasilishwa kwetu. Asanteni sana.